Kenya ama mnataka tuendelee na siasa duni? Tubadilishe. Mnasema tubadilishe Kenya? Na sio peke yake Kiambu tunajenga kila sehemu ya Kenya bila ubaguzi, bila ukabila, bila chuki, bila ya kubagua sehemu yoyote ya Kenya, kwa sababu mimi naelewa umoja ya taifa letu la Kenya. Na nyinyi mulinipatia nafasi ya uongozi na muliniambia ya kwamba mnapiga kura sio kwa kabila ya mtu, mnapiga kura kwa sababu ya sera na mpango na agenda ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Ni kweli ama si kweli Kiambu? Ni kweli ama si kweli? Mimi nawaomba kwa unyenyekevu, mimi nawaomba jameni, mkubali niunganishe taifa letu la Kenya. Tuungane pamoja, tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko. Kenya ni moja, umoja ni nguvu, na tutasonga mbele tukiwa pamoja kama wananchi wa taifa letu la moja, taifa la Kenya. Ama mnasemaje Kiambu jameni? Ama mnasemaje? Mnasema tuungane? Mnasema tushirikiane? Tutembee pamoja? Hebu nione wala wanasema tutatembea pamoja watu wa Kiambu. Tumekubaliana? Na mimi nawaomba, kwa sababu mimi najua ya kwamba kazi ya kuendesha taifa ni kazi ngumu. Saa zingine iko na matatizo mengi, lakini kwa mapenzi ya Mungu, kwa usaidizi wa Mungu, Kenya hii tutaibadilisha. Tumeteremusha bei ya mbolea na mnajua, ni kweli ama si kweli? Tumeweka mpango mkubwa, niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mpango ya afya. Wakati nilienda kwa uchaguzi, nyinyi muliniambia nibadilishe mambo ya afya. Afya isiwe haki ya matajiri, watu wako na kazi na watu wako na uwezo. Mulisema mnataka afya iwe haki ya kila Mkenya. Ni kweli ama si kweli? Na mimi nawashukuru ya kwamba leo katika taifa letu la Kenya, Wakenya milioni 27.7 tayari wamejisajili kwa SHA, na tunasonga mbele kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya atauza mali yake, auze ng'ombe yake, auze shamba yake ati kulipa gharama ya hospitali. Sasa mambo ya gharama ya hospitali tutasimamia kama serikali, tutalipa kupitia kwa SHA, na tutakuwa na bima ya kila Mkenya kuhakikisha kwamba tunawashughulikia Wakenya wote. Kiambu hoye! Kiambu hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Jana, si mnajua jana kulikuwa na uchaguzi Kenya? Si mnajua kulikuwa na uchaguzi jana? Mimi nawauliza, jana tulikuwa na uchaguzi katika taifa letu la Kenya mdogo, si ndio? Kutoka Mbere mpaka kule Kasipul, kutoka kule Banisa kupitia Baringo mpaka kufika huko Malava. Ni kweli ama si kweli? Kati ya viti 7, si ndio, ya ubunge na senate, yote 7 ilishindwa na broad based government. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize, si ndio? Unajua kuna watu Kenya hii wamezoea maneno ya bure. Wakikuja hapa mtawasikia ni watu hawana agenda, ni watu hawana mpango, ni watu hawana sera. Watakuja hapa wawaambie maneno matatu peke yake, hakuna kitu kingine watawaambia. Watawaambia one term, Kasongo, must go. Sasa niwaulize watu wa Kiambu, acha mimi nawaulize, na mimi nataka niwaambie, hakuna kitu watasema. Hawajui mambo ya barabara, hawajui tutapata afya namna gani, hawajui affordable housing itajengwa namna gani, hawajui mambo ya SHA itaendeshwa namna gani, hawajui highway kama hii itajengwa namna gani. Nyinyi mnanielewa? Wanajaribu kutuuzia ukabila na chuki na migawanyiko. Mimi tayari nishawaambia. Mimi niliwaeleza juzi, nyinyi watu wa ukabila, watu wa chuki, nyinyi ambao watu mnaendesha sijui one term, Kasongo na must go, hiyo sio sera.
tafuteni sera. Na niliwaambia wasipotafuta sera watachelewa. Sasa jana wananchi, mimi niliwapatia ilani, wananchi wamerudia jana. Si wananchi wamepatiwa ilani? Si wananchi wamepatia hawa majamaa ilani? Wananchi wamewaambia tena jana, tafuteni sera, tafuteni mpango, tafuteni agenda. Kama ni one time Kasongo na must go, chuma chenu kimotoni, mtaona kivumbi. Ama namna gani bwana? Ni kweli ama si kweli? Yes. So I want to tell our friends, we do not want a divided country. Don't sell to us ethnicity. Don't sell to us hate. Don't sell to us division. We want a united country. Tell us what your agenda is. Tell us your plan. Tell us your agenda. One time Kasongo must go is not a plan. It's not an agenda. It is about a person. It is about hate. It is about the next election. We are discussing about the next generation. We are discussing about the people. You are discussing about leaders. We are discussing about the people. You are discussing about the next election. We are discussing about the next generation. There is a world of a difference between us and you. It is as different and as clear as day is from night. Nyinyi mnanielewa bwana? Sasa nishawaambia hawa jamaa, wakiendelea na hii, tutawazamisha asubuhi na mapema. Hao watu watatembea wakitembea. Kiambu hoye! Kiambu hoye! Na mimi nataka niwashukuru wa Kenya. Nataka niwashukuru wa Kenya wote. Wapigaji kura wa kutoka kule Mbere. Wapigaji kura wa kutoka Kasipul. Wapigaji kura kutoka Unguja. Wapigaji kura wa kutoka Baringo. Wale wapigaji kura wa Banisa. Wale wapigaji kura wa kule Malava. Mimi nawaambia asante sana. Mimi nasema ongera. Mumetuhakikishia ya kwamba hamutaki ukabila. Wakenya wametuambia hawana biashara na ukabila. Hawana biashara na chuki. Hawana biashara na migawanyiko. We want a united nation. A nation that stands together and focuses on the good and the prosperity of every citizen without the limitations of where they come from, their religion or their ethnicity. Tumekubaliana jameni? Mimi nimemaliza, nataka niseme asante sana Kiambu. Tumekubaliana? Kiambu hoye! Kiambu hoye! Mimi ninasimama hapa na nyinyi. Mimi nimekuwa rais wa Kenya kwa sababu ya kura zenu. Ni kweli ama si kweli? Na mimi nataka niwaeleze, kwa vyovyote, juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, leo na kesho, mimi sitawachana na nyinyi, tutatembea pamoja mpaka nihakikisha kwamba hii Kiambu imebadilika na Kenya imebadilika. Tumekubaliana jameni? Harambee! Harambee! Harambee!